ndugu waandishi wa habari pamoja na wanachama na wageni wetu, tutakumbuka kwamba ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo chama chetu cha Democratic Party DP kipo kwenye mchakato wa kuelekea kwenye mkutano mkuu maalum utakaofanyika tarehe 25 jijini Dodoma. Mkutano huo utakuwa na kazi ya kuteua wagombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Tanzania, lakini pia utakuwa unateua mgombea mwenza na utakuwa unateua pia na rais wa Zanzibar. Lakini pia utajadili masuala mbalimbali yanayohusu hali ya chama kuelekea kwenye uchaguzi huu. Kwa hivyo tunataka Watanzania kwa ujumla wake watambue kwamba chama chetu kinashiriki uchaguzi kikamilifu, na ndio maana tuko kwenye mchakato wa kikatiba na wa kisheria. Na ikumbuke kwamba mwaka huu wa 2025 taifa letu linakwenda kuingia kwenye uchaguzi wa kwanza ukiwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tulikuwa na tume ya taifa ya uchaguzi, this time tuna tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo tunakwenda kupractice kwa mara ya kwanza. Kwa kama tunakwenda kupractice kwa mara ya kwanza, sisi kama chama lazima tujiandae kushiriki kwenye huo mchakato wa uchaguzi kikamilifu. Na mtakumbuka kwamba tulitoa maoni yetu kwenye tume ile na mengi ya maoni yalizingatiwa kwa kwetu. Lakini pia natambua nilikuwa mjumbe kwenye kikosi kazi cha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunapendekeza kwenye kikosi kazi pia mengi yalizingatiwa kwenye muundo wa ile tume. Kwa hiyo kwangu mimi na mimi pia kwa wanachama watakuwa na imani nayo, na hatuwezi kusema jambo lolote hatuna imani labda na hiyo tume wakati hatuja practice sheria mpya. Kwa hiyo tuingie kwenye sheria mpya kwanza, tukapambane nayo huo uchaguzi, tuone end of the day tutakuwa na kusema kwamba ni nzuri au mbaya. Lakini hatuwezi kushona gauni wakati mwanamke bado ni mjamzito, afu akizaliwa kiume mnafanyaje? Kwa maana hiyo basi na wasihi na nyinyi wanachama wa zamani na wale wapya, sote kwa nafasi yetu tujiandae kuelekea kwenye uchaguzi kikamilifu. Na uchaguzi una mambo mawili. Kwanza, kila raia ambaye ana haki zake zipo kikatiba kwa mujibu wa katiba ya nchi ana haki ya kuchaguliwa, lakini pia ana haki ya kuchagua. Kwa hivyo miongoni wetu tusijione kwamba sisi ni wale wa kupiga kura tu, lakini pia mtambue kwamba pia mnaweza pia nyinyi mkawa sehemu ya kupigia kura kwa hiyo maeneo ambayo mnayoishi. Kwa hiyo msio waoga wa kujitokeza kwenye michakato ya uchaguzi, kwa sababu wewe unajitambua, lakini unaishi na kutambua zaidi kuliko unavyotambua wewe mwenyewe. Kwa maana hiyo basi, kuelekea uchaguzi huu tuna experience ya uchaguzi zilizopita. Kuna makundi mawili ambayo yamekuwa yakipata changamoto kubwa sana kwenye uchaguzi na yanakosa namna ya ushiriki. Moja ni kundi la wanawake, lakini pia ni kundi la watu wenye mahitaji maalum. Nilitangaza wakati nilipokuwa Zanzibar kwenye makao makuu madogo ya chama kule Zanzibar miezi miwili iliyopita, na leo nitarudia kuzungumza leo makao makuu. Michakato yote ya fomu za ugombea kwa wanawake na watu wenye mahitaji maalum za ndani ya chama na za tume ya uchaguzi, chama kitagharamia. Lengo letu tunataka watu wajitokeze kwa wingi, tupate watu wenye mahitaji maalum watakao kwenda kwenye bunge waende wakawasemee wenzi wao ambao watakuwa wako nje. Lakini pia tukipata wanawake wengi utatoa uoga kwa wanawake kujitokeza kushiriki chaguzi mbalimbali. Na hii itakwenda kufuta mfumo dume, kwa sababu mimi naamini kwamba wanawake pia wanaweza, lakini wengi ni namna gani wanakwenda kwenye michakato. Mtu anafikiria 50,000 yake akachukue fomu alafu ana vikoba, mtoto sasa anafanyaje? Hapana. Kwa hiyo hakutakuwa kulipia fomu ndani ya chama, lakini pia na fomu ya tume ya uchaguzi chama kitabeba hizo gharama kwa nchi nzima. Kwa hiyo kina wao mjitokeze kwa wingi, lakini pia watu wenye mahitaji maalum na wenyewe wajitokeze kwa wingi. Mkiliangalia ile bunge uwiano wake wa watu wenye mahitaji maalum ni mdogo sana. Kwa hiyo
wanakosa watu wa kuwasemea kwenye ile bunge. Lakini sababu ni nini? Anaenda kwenye chama anaambiwa kuchukua fomu labda 200,000. Huwa vile mpaka milioni fomu ya ugombea. Hajachukua fomu ya uchaguzi. Hajafanya kura za uongozi hicho chama. Aombe kwenye hicho chama, amalize. Labda kapita. Ateuliwe, aenda akapambana kwenye uchaguzi mkuu tena nje na vyama vingine. Matokeo yake ile wakilishi utakuwa mdogo sana ndani ya bunge. Sisi ni binadamu na tumeumbwa kuhurumiana na kuona kwamba pale ambapo unahitaji kumsaidia mwenzako basi ufanye hivyo. Kwa hiyo tumesema tutalifanyia kazi katika utaratibu huo. Lakini lingine lazima tukitoka hapa tukawaambie wananchi kwamba uchaguzi mwaka huu upo. Sawa? Na tusiwapumbaze watu kwamba wao wasimamie uchaguzi. Uchaguzi upo. Upo kwa mujibu wa sheria, upo kwa mujibu wa katiba, upo kwa mujibu ya kanuni. Lakini pia hata kwenye chama chetu pia upo, kwa sababu kila mwaka tunafanya mkutano mkuu wa chama, tunachagua viongozi. Ukifanya mkutano maalum baada ya mkutano wa ugombea, ipo kwenye kalenda ya chama. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba tunatambua kila baada ya miaka mitano kuna nini? Kwa hiyo mkawaambie na Watanzania wajue kwamba uchaguzi mwaka huu upo. Lakini pia mkawajenge kwa ile maana tume huru ya uchaguzi, kwa sababu hatujaona madhara yake. Kuna watu ambao mmoja nikienda huko sijui inakuaje atapita tu, hapana. This time tuna sheria mpya. Kwa hiyo tukapractice hii sheria mpya. Lakini pia tukatoa wito kwa Watanzania kama nilivyosema mimi hapa, watu wajitokeze kwa wingi kwenye upigaji wa kura. Sababu kura ni haki ya kikatiba, ni haki ya kisheria. Lakini kura inachagua hatima yako ya miaka 5 ya namna gani wewe mtuma kwenda kutetea. Ukichagua box maana yake utakuwa umetengeneza box kwa kichwa chako. Kwa hiyo ukichagua kitu kile kamili maana yake utakuwa umetengeneza hatima yako nzuri yako, watoto wako na kizazi kijacho. Kwa sababu kesho inaandaliwa na leo. Amani. Amani ni msingi mkubwa sana. Hatua taifa lingine ni hili Tanzania. Na hata Mungu alipoumba hii dunia kisha wakakata mipaka ndani yake, hakuna sehemu kwenye vitabu vyote vya dini inasema kwamba kwa siku moja mkiongezeka sana nitaongeza kaeneo ili muweze kuishi, au mkipungua nitapunguza ili mtoshe. Ipo. Kwa hiyo jinsi tulivyo maana ndivyo Mungu anataka tuishi. Kwa hiyo tukilinda amani maana yake uishi wetu utaendelea kuwepo na kwa kiwango chetu na kiwango kijacho. Na tutambue kwamba kila raia ana wajibu kumlinda mwenzake. Kwa sisi DP tukafanya sasa kistaarabu, lakini tuhakikishe kwamba tunakwenda kulinda amani ya nchi yetu. Sisi tusiwe sababu ya uvunjifu wa amani, ila sababu hiyo kwa wao wengine, ili sisi tupate kusema. Sawa? Hii naomba mkalisitize sana kwenda kwa wanachama wetu. Tufanye siasa za kistaarabu. Kuna mwanamuziki mmoja anaitwa Jemo, aliimba wimbo mmoja anasema cheza vizuri usiguse usikanyeke mwenzako. Kwa hiyo tushikane, tucheze kwa step, lakini tunaenda mbele, tunakwenda kwa nini? Ushindi. Tusigusane mongoni. Tushindane kwa hoja. Leta hoja mezani, tushindane. Tukishindana hoja zetu, tunakushinda kubali, tumetushinda tukubali. Hoja zikienda zikigongana, tutafute suluhu kwa pamoja, tuendeke kwa pamoja. Sawa? Tulinde amani kuelekea uchaguzi. Tuwe mabalozi wa amani. Na kila mmoja wetu anapopata fursa kupanda kwenye jukwaa, cha kwanza aenda kuhamasisha amani. Ndio urithi pekee yake ambao tunao. Mimi nimetembea nchi nyingi vya East Africa hapa. Sisi tuna amani kubwa mno. Kubwa sana. Tokeni mwende Burundi wala hapo mkoani. Tuna amani kubwa sana. Kwa hiyo tuilinde kama tunu ya taifa ama tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametupa Tanzania. Baada ya haya, sambamba na hiyo, leo familia yetu ya DP itakuwa inaongezeka, inakuwa, na chama ni kama imani. Ukiwa na dini yako, ukiwa na wafuasi wengi, maana yake umesadiki. Na mkisha sadiki basi mnaomba mkawafundishe wale wengine nao wapate kusadiki. Kwa hivyo chama kinapokuwa kinapokea wanachama,
ni jambo la faraja, kwa sababu inaonyesha kwamba jeshi linaajiri jeshi lingine kwa ajili ya kwenda kwenye mapambano. Kwa hiyo vita hivi hatuwezi kushindwa, na bahati nzuri mnakuja wakati mwafaka, wakati ambao tunakwenda vitani. Recruitment itakuwa ni ndogo sana, kwa sababu wengi ni wazoefu wa siasa. Na mbona ndugu yangu amenicheka, namfahamu, tufanye siasa. Ndugu wangu Maganza tufanye siasa, kaka pale tufanye siasa tukiwa kafu. Kwa hiyo tunakwenda kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na watu ambao wana uzoefu na siasa, sio wapya. Kwa hiyo maana yake tuwaambie tu wenzetu wajipange. Na this time narudia kusema, nilizungumza kwamba uchaguzi pia tu ni kutania. 2020 tuliingia kwenye uchaguzi na target zetu. Tulipiga kata funua wakatokea diwani mmoja. Pamoja na ugumu wa uchaguzi wa 2020. Maana kwa chama kama kile kilipata mbunge mmoja, huwezi kuamini kama DP napata diwani mmoja. Kwa hiyo shughuli ni kwetu. Kama ni chama kikubwa kilikuwa na wabunge 70 nani kapata mmoja. Sisi tunaona kwa hiyo tulifanya utafiti wakati ule, na utafiti zote tulifanya tuna kutosha. Kwa hiyo tunachukua uzoefu ule uchaguzi uliopita tunachanganya na uzoefu wa leo. Kwa hiyo tunapokuwa na safari hii hatuendi kujaribu uchaguzi,